Tunaanzia hapa kwenye namna ya kuadi hizi akaunti za demo au reli kwa ajili ya kufanyia trading. Tulisema kwamba trading inafanyika kwenye MT4 na MT5. Sasa sisi tunadili na hichi kipengele cha demo kwa sababu mafunzo yote na mazoezi yanafanyika kwenye demo. Lakini kumbuka kwamba chochote utakachokifanya kwenye demo, hicho unaweza kukifanya kwenye reli account. Kwa hiyo ukiona kwenye demo umeelewa, badilisha ile procedure zote zilete kwenye reli account. Japo kwenye reli account tutakwenda kuweka pesa halali kwa ajili ya kufanyia trading, lakini kwenye demo tuna pesa ambazo tunazitumia kufanyia mazoezi, zinakuwa sio pesa halali. Sasa tuanze na MT4. Utakuja moja kwa moja kwenye hichi kipengele cha demo, utaklik demo, alafu kuna aka sehemu kama andikwa new demo account, utapa click hapa. Kwenye account type utachagua Prime, japo kuna machaguo mawili, kuna Prime na Cent. Kwenye maelekezo ya baadaye tutawaelekeza nini maana ya Prime account na nini maana ya Cent account. Japokuwa Prime account ni account zenye dola moja kwa moja, Cent account tutawaelekeza. Kwa sababu unaanza kujifunza, anza na Prime account. Then platform utachagua MT4. Tumesema tunaanza na MT4 account. Hapa kwenye currency utachagua USD, iko moja tu. Kwenye leverage utachagua hii leverage ya kwanza kabisa 1:2000, utaiclick. Hata kipengele cha leverage pia tutakuja tuwaelekeze zaidi leverage zina maana gani kwenye trading, mtaelewa. Hapa kwenye virtual fund maana yake ni kiasi cha pesa. Ukisikia mtu anakuambia maana ya virtual maana yake ni kitu ambacho sio halali. Kwa maana yake ni pesa ambayo utaikuwa unaitumia kufanyia mazoezi lakini huwezi ukaitoa. Utajaza kiasi chochote, labda nataka nifanye mazoezi kwa kutumia dola 500, utaandika hapa 500. Password ni password ya kuingilia kwenye trading platform ya MT4 kwa ajili ya kufanyia mazoezi. Ukisha jaza password na details zote, utaklik hapa create account. Basi hii ndio itakuwa akaunti yako ya MT4 ambayo umeichagua kiasi cha dola 500 kwa ajili ya kufanyia mazoezi. Kwa hiyo akaunti kisha kamilika, basi utakwenda kuiunganisha kwenye trading platform ya MT4. Basi akaunti kisha kamilika. Akaunti iliyo kamilika ndio hii hapa. Tuisome hii akaunti ilivyo, kila mtu aelewe namna ya kuisoma akaunti husika. Hapa hivi imeandikwa Prime kama tulivyochagua Prime. Hapa hivi kuna kiasi ambacho kimeandikwa dola 500. Tulichagua kujaza dola 500 kwa ajili ya kufanyia mazoezi. Currency ni USD kama tulivyojaza. Server name, kuna hichi kipengele kimeandikwa server name. Hapa ndipo kila mtu awe makini. Server name maana yake ni jina la broker ambalo tutakwenda kulitafuta kwenye trading platform ya MT5, kwa sababu kwenye trading platform ya MT5 au MT4 kunakuwa na mabloka wengi sana. Tunazungumzia kwamba tutakuja tuwaelekeze maana ya brokers. Brokers ni kama mabranch ambayo yanafanya kazi na forex. Sasa hii server name ndo tutakwenda kuisearch kwenye trading platform husika. Kwa mfano sasa hivi account husika tunaodili nayo hapa ambayo tumeiadi ni MT4. Server name ni Windsor Brokers 1 Demo. Account number ndo hii hapa. Utanisaidia kukariri, ni 10672551. Sasa twende tukaiadi hii account namba hiyo, twende tukaiadi kwenye MT4. Tutaingia Play Store, tutakwenda kudownload MT4, japo kwa mimi nishazi download MT4 hii hapa. Na hisi kila mtu ameona kwenye application zangu hii hapa. Wewe utaingia Play Store kuidownload, mimi nishai download. Ukisha download tu ile platform ya MT4, moja kwa moja itakuleta kwenye hii page. Inaonekana kama hivi. Utaklik accept. Baada ya uklik accept kuna aka X, utaka cancel. Ukisha ka cancel unaletwa hii sehemu ya kusearch. Kwa nini unaletewa sehemu ya kusearch? Kwamba search broker wako ni broker gani? Sisi tutaandika hapo Windsor. Tunamtumia Windsor broker. Sasa Windsor broker ana server za aina nyingi. Kuna server za reli account, kuna server za demo account, kwa sababu sisi tunakwenda kudili na demo account. Kama mnakumbuka pale kwenye server name ilikuwa inaitwa Windsor Brokers 1 Demo, ndo hii hapa. Utai click.
Hapa kwenye login ndo zile namba nilizowaambia mnisaidie kukariri. Kwa sababu nahisi bado hujazikariri, turudi hapa. Ni 10 67 25 10 67 25, tumalizie 51 51. Hapa kwenye password ndo ile password ambayo unaitumia kulogin na ndo ile password ambayo ulitumia kujisajili. Ukishamaliza uta click hapa ilipoandikwa sign in, uta click sign in. Bas, tumefanikiwa kuadi account ya demo ya MT4 kwenye platform husika, na zile pesa ambazo umeijazia zinakuwa ni zile zile kama ulivyozisuggest. Sasa baada ya kuwa umefanikiwa kuadi account, hapa kwa chini kuna icon kama vingapi? 1, 2, icon ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6. Kwenye hizi icon za chini inabidi ujue kuzitumia hizi icon, japokuwa tutacheza sana sana na hii icon ya kwanza, hii icon ya pili, hii icon ya tatu na hii icon ya 4. Hizi ndizo icon ambazo tutakuja kucheza nazo kwa pamoja. Katika video itakao kuja kufuata nitawaelekeza hizi icon zina maana gani, lakini sasa hivi tuishie hapa namna ya kuadi account kwenye MT4 moja kwa moja. Sasa tumeshafanikiwa kuadi account kwenye MT4, lakini kumbuka trading platform zipo mbili, kuna MT4 na MT5. Sasa bila kupoteza wakati, twende tukaangalie MT5 pia ikoje. Moja kwa moja utaingia hapa kwenye new demo account. Account type utachagua Prime kama kawaida. Platform kwa raundi hii platform tuchague MT5 kwa sababu MT4 tumeshaifanyia kazi na tumesha add. Okay, currency ni vile vile, leverage ni ile 1:2000. Tutakuja tuwaelekeze leverage zina maana gani. Alafu virtual fund tujaze labda $1000 kwa ajili ya kutofautisha hizi account mbili za MT4 na MT5, msije mkachanganya. Alafu password utaweka. Ukishamaliza kujaza password uta click palipoandikwa create an account. Subiri account ya MT5 ikamilike, kwa sababu kipengele cha MT4 tumeshaelekezana. Basi ishakamilika pia account ya MT5. Kama kawaida ni Prime, kiasi ndo hicho hapo, currency USD, server name kama kawaida. Kumbuka server name. Server name hapa ni Windows Blockers 1 demo. Account number ndo hii hapa 2019. Tutaingia moja kwa moja kwenye MT5. Mimi nishai download hapa. Nitai click. Utaingia Play Store, uta download moja kwa moja, itakuleta hapa ikisha ifungua. Uta click accept. Baada ya click accept, hii yenyewe inakuletea moja kwa moja kwenye kipengele cha kusearch blocker. Mimi namtumia blocker gani? Windows. Sasa tofauti wa MT4 na MT5, ukisearch Windows utaletewa machaguo ya Windows, kwa sababu Windows wanafanya kazi, kuna mabranch kama kuna server za Kenya, server si za wapi. Kwa Tanzania tunadili na hii server namba 1 hii hapa. Utai click hapa kwenye login, ndipo tunajaza zile account number, tusaidiane. 2019 0278. Password unajaza ile ile unaoitumia kujisajili. Hapa kwenye server utapa click, kuna server ya demo na kuna server ya real. Sisi tunadili na demo, kwa hiyo uta click. Wanaodili na real watachagua real. Kwa hiyo kwa upande wa MT5 uta click login. I say tumefanikiwa pia kama kawaida. Tumefanikiwa kuadi account ya demo kwenye MT5. Lakini pia tumefanikiwa kuadi account ya demo kwenye MT4. Kama nilivyowaambia kwamba kuna icon za chini, kuna icon ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5. Unaona hizi icon, ukiklik hii icon ya kwanza utaona vitu kama hivi. Kama uelewi tutakuja kueleza. Icon ya pili ukiklik utaona magraph kama haya. Icon ya tatu ukiklik kuna sehemu inakuonyesha paka kile kiasi cha pesa ulichokiweka. Kuna icon ya 4 imeandikwa history. History maana yake ni yani rekodi za trading zako zikoje. Kwa hiyo tusitamani sana kujua huko,
tuishie hapa. Video itakayofuata tunaanza na hicho kipengele. Kwa hiyo kwa maana hiyo tumeshafanikiwa kuadi MT4 hii hapa tumeshamalizia kuadi, lakini pia MT5 hii hapa tumeshafanikiwa kuadi. Kwa hiyo kwa maana hiyo kwa sasa hivi tuna akaunti mbili kama mnavyoona, kuna ile ya MT5 na ile pale ya MT4. Kila mtu akamilishe hichi kipengele ukisha kuja kuelewa ku trade utachagua mwenyewe. Mimi nitakuwa nafanya trading zangu kwenye MT4 au MT5. Mtakuja muelewe features zote. Wewe utachagua ipi nimeipenda kuitumia. Kuna watu wanapendelea kutumia sana MT4 ku trade. Kuna watu wanapendelea sana kutumia MT4. Yaani vyote ni sawa. Zote ni trading platform japokuwa zina feature baadhi tofauti kidogo tu, sio sana. Lakini trading ni zile zile, hazina utofauti. Kwa hiyo twende kwenye video ya pili.